Ni siku tano tangu kutenguliwa kwa Sheikh Walid ambaye alikuwa sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na Baraza la Kiislamu Tanzania BAKWATA, kutokana na kile ambacho alikiita kutokutii ama kukiuka yale mafundisho yote ya dini ya Kiislamu pamoja na uongozi unavyohitajika uweze kufanywa. Na hii ni mara baada ya video mbalimbali ambazo zimetambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha mwanamke jina lake ambaye ni Bella kutoka Burundi akizungumza na kusema kwamba yeye amezaa na Sheikh Walid, lakini kwa sasa Sheikh Walid hampi kabisa nafasi ili mradi waweze kulea mtoto wao na ili mradi waweze kukaa kwenye kile ambacho waliweza kukubaliana. Baada ya hizo video kutrend kwenye mitandao ya kijamii, basi rasmi Baraza la Kiislamu Tanzania liliweza kumsimamisha ama kumtengua, kumuondoa katika cheo chake Sheikh Walid na kuweza kumpa mtu mwingine ambaye ni Abbas Ramadhani kuja kukaimu hiyo nafasi aliyokuwa nayo Sheikh Walid. Japo maoni yamekuwa mengi sana, wako ambao wanasema kwamba BAKWATA ilitakiwa impe muda Sheikh Walid, japo Sheikh Walid ni miongoni mwa watu ambao walikuwa vipenzi vya watu, wameweza kusilimisha watu wengi, alikuwa mtu wa watu wengi zaidi walikuwa wanamkubali na wanampenda pia. So BAKWATA wamefanya maamuzi kwa haraka kabla ya kufikiria kile ambacho kinatokea na kile ambacho kitaweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine. Jumamosi tarehe 18 Sheikh Walid rasmi anakabidhi ofisi, anakabidhi nyaraka zote ambazo zinahusiana na BAKWATA, zinahusiana na ofisi yake pamoja na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla. Kwa kuwa yeye tayari ameweza kutolewa kwenye hicho cheo ama kwenye huo uongozi, basi hana budi kuweza kuendelea na mambo yake kama kawaida. Hivyo hii nafasi anaenda kuichukua Sheikh Abbas Ramadhani ambaye ataanza kuongoza kuanzia sasa hivi hadi kuendelea. Sasa wakati anakabidhi, Sheikh Walid aliweza kumuhusia ama kumpa maneno kadhaa Sheikh Abbas kuhusiana na hiki ambacho ameanza, na kitu cha kwanza kabisa alichomwambia ni kwamba umeingia kwenye changamoto mpya, so inabidi uwe makini zaidi kuliko ulivyokuwa mwanzo. Sisemi kwamba mimi nahusika kwa namna moja ama nyingine, lakini bado itakuwa ni hivyo na itabakia kuwa hivyo pia. Akamsomea baadhi ya aya za Qur'ani pale, na kisha akamwambia kwamba wewe ni mwanazuoni, basi utaenda kusoma, utaenda kuchunguza na pia utajua namna gani ya kuweza kuishi kwenye kila kitu ambacho unakifanya. Lakini kauli nzito zaidi ambayo watu wengi zaidi wameweza kuikumbuka na watu wengi zaidi wameweza kuizingatia sana kutoka kwa Sheikh Walid kwenda kwa Sheikh Abbas Ramadhani ambaye ni kaimu sasa na anakuwa kiongozi mkuu, Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa sasa hivi, baada ya kuweza kuondolewa kwa Sheikh Walid. Kauli ambayo imezua gumzo kweli kweli kwa watu na pia kwake pia Sheikh Abbas, baada ya Sheikh Walid kuweza kusema kwamba jitambue, badilika na acha mazoea. Ni kauli hizo ndo zimeweza kuonekana kama kauli bora zaidi na pia kauli ambayo imeweza kubeba mambo makubwa zaidi, kwa maana ni maneno matatu tu: jitambue, badilika na aache kabisa mazoea, kwa sababu kuzoeleka ni miongoni mwa sababu ya watu kuweza kukushusha brandi ama kuondoa kabisa ile thamani uliokuwa nayo kwenye maisha yako na pia kukufanya mtu kama mwingine kabisa. Sasa alivyomwambia jitambue ni kwamba tayari amekuwa ni kiongozi, ni mtu wa tofauti, ni mtu ambaye anatakiwa asimamie haki zile ambazo zipo kwa watu wengine. Kama leo Sheikh Walid alikuwa anapendwa na ameweza kutenguliwa na uongozi, vipi upande wake naye atapendwa pia, atatenguliwa na uongozi? Anatakiwa ajifunze kutoka kwa Sheikh Walid, lakini akamwambia pia abadilike, kwa maana maisha aliyokuwa anaishi kabla ya uongozi na maisha atakayoishi baada ya uongozi ni vitu viwili tofauti. Bila kubadilika, bila kuishi kwenye mfumo wa uongozi, basi uongozi utakuwa mgumu zaidi kwake. Na jambo la mwisho kabisa akamwambia kwamba acha mazoea. Sio kila ambaye anakuja kuleta ushirikiano na wewe ni miongoni mwa watu bora zaidi kwenye maisha yako. Na ikumbukwe kuna interview moja alikuwa anatoa mawaidha Sheikh Walid, aliwahi kuzungumza akasema kwamba miongoni mwa watu ambao hawapendi kabisa kwenye maisha yake, basi ni yule mtu ambaye anapenda kulalamika sana, yule mtu ambaye anapenda kuongea sana bila sababu, na watu wengine ambao wanaonekana kabisa hawa itakuwa ni chachu kubwa zaidi ya yeye kuweza kufeli kwenye mambo yake. So Sheikh Walid alisema kama wewe unaongea sana, kama wewe unaropoka, unalalamika sana, basi ukiwa tu na urafiki na Sheikh Walid lazima atakublock moja kwa moja. Ni majukumu mapya ya Sheikh Abbas, ni kipi ambacho umekiona hapa kutoka kwa Sheikh Walid? Niandike kupitia comment section hapo, lakini pia na kuomba tumie sekunde chache kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe, na pia uniambie kwamba kwa hiki ambacho ameweza kukifanya Sheikh Walid kwa ajili ya kumuhusia Sheikh Abbas Ramadhani kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi, hali ipo vipi na mambo yatakuaje? Niandike kupitia comment section hapo, na pia na kuomba sana subscribe channel yetu na Bongo Recap. Next time.